Karibu mpenzi wetu wa Base TV, kama ilivyo ada, tunakuletea vitu mbalimbali vilivyotokea hapa duniani. Leo nimeamua kukuandalia historia nzuri kabisa inayohusiana na fainali za kombe la dunia za mwanzo kabisa kufanyika. Kihistoria, fainali hizo zilifanyika mnamo tarehe 13 Julai mpaka tarehe 30 Julai, ambapo mwaka 1930 historia iliandikwa huko. Fainali hizo zilizofanyika mwaka 1930 katika nchi ya Uruguay, katika mji mkuu wa nchi hiyo unaojulikana kama Montevideo. Na fainali hizo zilipigwa katika uwanja maalum uliokuwa umejengwa kwa ajili ya mashindano hayo tu, uliokuwa unaitwa Estadio Centenario. Pia katika mashindano hayo yaliyofanyika huko nchini Uruguay, zilikuwa timu 13 tu zilizoweza kushiriki katika hayo mashindano. Timu hizo ambazo zilishiriki zilikuwa zinapata nafasi ya kushiriki kwa mialiko tu, kwa sababu kulikuwa hakuna kinyang'anyiro chochote cha kugombea ili uweze kupata nafasi ya kushiriki katika mashindano hayo. Katika mashindano hayo yaliyofanyika mwaka 1930, rais wa shirikisho la kandanda la FIFA alikuwa akijulikana kama Jules Rimet. Rais huyo Jules Rimet ndiye aliyekuwa anahusika kuandika mialiko katika nchi mbalimbali ili ziweze kushiriki katika fainali hizo. Katika fainali hizo za mwaka 1930 zilizofanyika katika bara la Amerika ya Kusini, jumla ya nchi 7 kutoka bara la Amerika ya Kusini zilishiriki katika mashindano hayo. Nchi hizo zilizoshiriki, akiwa mwenyeji kabisa aliyeandaa anaitwa Uruguay, alikuwepo pia Argentina, Brazil, Bolivia, Chile, Paraguay na Peru. Hizo ndizo nchi pekee za Amerika ya Kusini zilizoshiriki katika mashindano hayo. Pia nchi 2 kutoka Amerika ya Kaskazini zilishiriki pia, ikiwepo na Marekani ambayo ilikuwa ikijulikana kama United States, pamoja na Mexico ndo ziliwakilisha bara la Amerika ya Kaskazini. Na katika bara la Ulaya zilitoka nchi 4 ambazo nchi hizo 4 ni Ubelgiji, Ufaransa, Romania, Yugoslavia. Pia hao ndio walioweza kufanikiwa kufika katika mashindano hayo. Ugumu wa nchi nyingi ambazo zilialikwa zilishindwa kwenda, hususan zile zilizotoka bara la Ulaya, ilikuwa ni kutokana na usafiri kuwa mgumu sana kutoka Ulaya mpaka Amerika ya Kusini. Lakini baadhi ya nchi zilijitahidi kufika, zikiwepo Belgiji, Ufaransa, Romania na Yugoslavia, ambao wao walienda kwa kupitia bahari. Walitumika, kulikuwa hakuna njia nyingine nzuri ya kutumia zaidi ya kutumia baharini. Pia rais wa FIFA kipindi hicho aliyokuwa anajulikana kwa jina la Jules Rimet alipeleka barua ya maombi ya mwaliko wa kushiriki mashindano hayo, ambapo pia aliomba nchi ya Uingereza ambayo ilikuwa pamoja na Wales, pamoja na Scotland na North Ireland, ambao kwa pamoja walikuwa wanaiunda United Kingdom. Hao walipewa mwaliko wa kushiriki mashindano hayo, lakini walipopata huo mwaliko walijitoa FIFA miezi 2 kabla tu ya mashindano hayo kuanza. Baadhi ya nchi za Ulaya ambazo zilienda, hususani Romania, ambayo kikosi cha timu ya taifa ya Romania kilichoshiriki fainali hizo kilichaguliwa na mfalme ambaye alikuwepo ndo kwanza ametoka kutawazwa kuwa mfalme wa Romania, ambaye alikuwa akijulikana kama King Carol wa pili. Yeye alikuwa mfalme mpya ambayo ndo ametoka kutangazwa tu. Hivyo fainali hizo zilivyokuja na mwaliko alivyoupata, aliamua yeye kama yeye kuamua kuchagua kikosi cha wachezaji ambao walikuwa wameenda kuiwakilisha nchi yao, ingawa pia aliongea na waajiri wa makampuni mbalimbali ya biashara katika nchi yake kwamba wale wachezaji watakaoenda huko kupambana katika fainali za kombe la dunia, wakirudi lazima wahakikishiwe watapata ajira. Hivyo wale wachezaji walikuwa wana uhakika wa kupata ajira wakirudi baada ya mashindano hayo. Haijalishi wawe wamefanya vizuri au wamefanya vibaya, lakini walipata fursa hiyo kupitia kwa mfalme King Carol wa pili. Baada ya kukamilika timu zote 13 na ratiba ya mashindano ikaanza kupangwa. Na katika ratiba ilivyokuwa imepangwa, waliamua kugawa katika magrupu 4 ambayo kila mshindi wa grupu alikuwa anapata nafasi ya kwenda moja kwa moja nusu fainali.
Katika mashindano hayo yalifanikiwa kuendeshwa na marefa wakiwa 11 pamoja na linesmen 4. Marefa watatu walitoka Ulaya na linesman mmoja akitoka Ulaya, lakini Amerika ya Kusini yenyewe ilifanikiwa kutoa marefa 8 pamoja na linesmen 2. Lakini Amerika ya Kaskazini walifanikiwa kutoa lineman mmoja tu. Hivyo hao ndo jumla ya linesmen na marefari walioendesha mashindano hayo mwanzo mpaka mwisho wa mashindano hayo. Timu zote zilizokuwa zimepewa mwaliko wa kushiriki fainali hizo za kombe la dunia za mwaka 1930 zilitakiwa kuwa zimesharudisha majibu ya kukubali kushiriki mpaka tarehe 28 Februari mwaka 1930. Hivyo timu zote zilizorudisha majibu kabla ya muda huo ndizo zilizokubaliwa na kuingizwa kwenye mashindano. Baada ya kumalizika kutengeneza makundi yote, yalivyokamilika makundi manne, kundi A ambalo ndio lilikuwa kundi la kwanza, lenyewe lilikuwa lina timu kama Argentina, Chile, Ufaransa na Mexico. Lakini baada ya kupiga mechi zote, Argentina ilifanikiwa kuongoza kundi hilo na moja kwa moja kwenda hatua ya nusu fainali. Argentina ilishinda mechi zote na kujikusanyia pointi 6. Kipindi hicho ulikuwa ukipata ushindi tu unapewa pointi 2 na si 3 kama ilivyo sasa hivi. Kwa hiyo Argentina ilicheza mechi 3 na kushinda zote na kujikusanyia pointi 6. Lakini maajabu ya kundi hilo, haikupatikana draw hata moja, na Mexico hakushinda hata mechi moja, alipata pointi 0 na alishika mkia katika kundi hilo. Mshindi mkubwa katika kundi hilo ulikuwa ni kati ya Argentina na Mexico. Argentina ilifanikiwa kushinda goli 6-3. Na katika grupu B zilikuwepo timu za Yugoslavia, Brazil na Bolivia, ambapo hizo timu tatu zilivyocheza zenyewe, Yugoslavia ilifanikiwa kushinda mechi zote 2 ilizokutana nazo na kujikusanyia pointi 4 na kuongoza kundi hilo, huku Bolivia ikifungwa mechi zote na kushika mkia. Na katika kundi hilo pia haikupatikana draw, na hivyo Brazil kushika nafasi ya pili, na ushindi mkubwa katika grupu hilo ulikuwa ni kati ya Brazil na Bolivia, ambapo Brazil waliweza kushinda kwa jumla ya magoli 4-0, na pia Yugoslavia ilishinda pia goli 4-0 dhidi ya Bolivia. Hivyo basi Yugoslavia ilifanikiwa kuongoza kundi hilo na moja kwa moja kwenda katika hatua ya nusu fainali kuungana na Argentina. Katika grupu la 3 ambalo lilitambulika kama group C, hapo walikuwepo Uruguay ambao ndio walikuwa wenyeji pamoja na Romania na Peru. Na katika mechi walizozicheza, Uruguay ilifanikiwa kushinda mechi zote 2 na kujikusanyia pointi 4. Romania alishika nafasi ya pili kwa kushinda mechi moja, na Peru alifungwa mechi zote na kupata pointi 0 na kushika mkia. Maajabu pia yaliendelea kwamba hakukuwa na draw hata moja, na ushindi mkubwa katika grupu hilo ilikuwa ni Uruguay dhidi ya Romania, ambapo Uruguay ilishinda kwa jumla ya goli 4-0. Hivyo Uruguay walifanikiwa pia kutinga nafasi ya nusu fainali wakiungana Argentina, Yugoslavia pamoja na Uruguay. Katika grupu la 4 ambalo lilikuwa ni grupu D, lenyewe lilizikutanisha timu za United States ambao hao ni Wamarekani waliokuwa wakimenyana na Paraguay na Ubelgiji. Lakini United States ambao ni Wamarekani walishinda jumla ya pointi 4 walijikusanyia baada ya kushinda mechi zote 2. Paraguay walishinda mechi moja na kushika nafasi ya pili. Ubelgiji walifungwa mechi zote na kupata pointi 0 na kushika mkia katika kundi hilo. Historia na maajabu yaliendelea kwamba hakuna draw hata moja iliyopatikana katika magrupu yote 4 ambayo yaliwakutanisha vigogo hao waliokuwa wakimenyana. Ushindi mkubwa wa grupu hilo la Marekani ilikuwa ni kati ya Marekani na Ubelgiji, ambako Marekani alishinda 3-0, na pia akafanya vivyo hivyo kwa Paraguay naye kumfunga 3-0. Hivyo basi katika grupu hili D, Marekani ndo alifanikiwa kushinda na kuongoza na kuenda moja kwa moja katika hatua ya nusu fainali akiungana na Argentina, Yugoslavia, Uruguay mwenyeji pamoja na yeye Marekani. Mechi ya kwanza kabisa kihistoria iliyopigwa tarehe 13 Julai mwaka 1930 nchini Uruguay katika mji mkuu wa Montevideo katika uwanja wa Estadio Centenario, ambayo uwanja huo una uwezo wa kuingiza watazamaji zaidi ya 79,000. Mechi ya kwanza ya ufunguzi ilikuwa kati ya Ufaransa pamoja na Marekani, na mechi hiyo matokeo yalikuwa ni 4-1
ambapo Ufaransa alishinda kwa goli 4-1. Na mfungaji wa kihistoria wa kwanza kabisa katika mashindano hayo alikuwa kutoka Ufaransa, alikuwa anajulikana kwa jina la Lucien Laurent, ambaye alifunga goli katika dakika ya 19 na hivyo kufanya rekodi ya kwanza kabisa ya ndiyo mchezaji pekee aliyewahi kufunga fainali za kwanza kabisa za kombe la dunia. Baada ya kutinga nusu fainali, timu ya Argentina, Yugoslavia, Uruguay pamoja na Marekani ndizo zilizoendelea na kinyang'anyiro hicho cha nusu fainali. Nusu fainali ya kwanza ikapigwa Julai 26 mwaka 1930 na katika nusu fainali hiyo ambayo iliwakutanisha Argentina iliyocheza na Marekani. Na katika mechi hiyo Argentina ilipata ushindi mkubwa kabisa wa goli 6-1 na hivyo kutinga moja kwa moja katika fainali. Na nusu fainali ya pili iliwakutanisha kati ya Uruguay na Yugoslavia ambao wao walimenyana katika Julai 27 mwaka 1930. Na katika mechi hiyo pia mambo yalikuwa ni magumu mno kwa Yugoslavia kwa sababu walichezea kichapo kutoka kwa wenyeji Uruguay wa goli 6-1 kama ilivyokuwa kwa Argentina alivyomwazibu USA. Hivyo Uruguay pia akapata tiketi ya kwenda moja kwa moja katika fainali ya mashindano hayo. Tukumbuke kwamba katika miaka hiyo ilikuwa bado haipo sheria ya kutafuta mshindi wa tatu. Hivyo USA ambao ni Marekani na Yugoslavia tungesema wangemenyana kwa ajili ya kutafuta mshindi wa tatu na mshindi wa 4, lakini haikuwa hivyo. Wakaendelea tu moja kwa moja wale walioshinda kwenda katika fainali. Mnamo tarehe 30 Julai mwaka 1930 ndio ilikuwa siku pekee ya kupigwa fainali ya kwanza kabisa ya kihistoria ya kombe la dunia. Uruguay wenyeji wakipepetana na Argentina katika mji wao wa nyumbani. Uwanja uliotumika ulikuwa unaitwa Estadio Centenario ambao uliingiza siku hiyo watu jumla zaidi ya 62,000 waliokuwa uwanjani, huku mpira huo ukisimamiwa na refa kutoka Ubelgiji akijulikana kama Johnny Ringanzi. Baada ya mpira kumemenana na kuisha ndani ya dakika 90, Uruguay wenyeji walifanikiwa kupata magoli 4 na Argentina wakipata magoli 2. Hivyo Uruguay kuwa ndo nchi ya kwanza kihistoria kuchukua kombe la dunia lililokuwa limeandaliwa nyumbani kwao, na kihistoria ndio timu pekee iliyokuwa imeandaa mashindano kwa mara ya kwanza kabisa na kuyachukua. Tangu mashindano hayo yalipoanza Julai 13 mwaka 1930 mpaka yalipofika tamati Julai 30 mwaka 1930, mchezaji mmoja tu pekee ndiyo alikuwa amepata kadi nyekundu, na huyo alikuwa anaitwa Placido Galindo kutoka nchi ya Peru, ndiyo alikuwa amepata red card. Na katika mashindano hayo yalivyokuwa yamefanyika na mpaka yalivyoisha, mfungaji bora wa hayo mashindano alikuwa anatokea Argentina, alikuwa akijulikana kama Guillermo Stabile, ambaye yeye alipachika wavuni magoli 8 na hivyo kuwa mfungaji bora wa mashindano hayo. Pia mfungaji bora wa pili aliyekuwa amemfuatia alikuwa anatoka Uruguay, alikuwa akijulikana kama Pedro Sea, ambaye yeye alifunga magoli 5 tu, hivyo kuifanikisha timu yake kuchukua ubingwa wa kombe la dunia kwa mara ya kwanza kabisa, na yeye kushika nafasi ya pili ya kinyang'anyiro hicho nyuma ya Guillermo Stabile mwenye magoli 8 kutoka Argentina. Na katika mashindano yote hayo goli la kujifunga lilikuwa ni moja tu, ambalo lilifungwa na beki wa Chile aliyokuwa anajulikana kwa jina la Manuel Rosas. Hivyo wengine wote hawakufanikiwa kujifunga, zaidi tu ya huyo Manuel Rosas kutoka Chile ndiye alijifunga katika tournament nzima. Na tuzo nyingine ilienda kwa mchezaji bora wa mashindano hayo kwa mara ya kwanza kabisa, ambaye alipata golden ball. Huyo alitokea Uruguay na alikuwa captain ambaye alikuwa anajulikana kwa jina la Jose Nasazi. Tuzo nyingine ilienda Uruguay tena kwa kiungo anaitwa Jose Leandro Andrade ambaye alipata bronze ball, yeye akipata zawadi hiyo kwa kufanya vema kabisa nyuma ya wachezaji wengine waliokuwa wamefanya vizuri kwenye mashindano hayo. Pia tuzo ya golikipa bora kabisa ya Golden Gloves
ilienda kwa kipa wa Uruguay ambaye alikuwa anajulikana kwa jina la Enrique Ballesteros, ambaye yeye alifanya vema kabisa mpaka nchi yake ikachukua ubingwa na kuokoa michomo mingi sana, hivyo akastahili kupata tuzo hiyo kwa kuwa alikuwa yuko vizuri sana. Na pia tuzo ya golikipa aliyekuwa amefanya clean sheet wa kwanza kabisa wa mashindano hayo wa tournament, hiyo tuzo ilienda kwa golikipa kutoka Marekani, alikuwa anaitwa kama Jimmy Douglas. Baada ya mashindano hayo kuisha mwaka 1930, tarehe 30 kabisa kikachaguliwa kikosi cha kombe la dunia cha mwaka huo. Dream Team hiyo iliyochaguliwa ilikuwa ikiongozwa na golikipa Enrique Ballesteros wa Uruguay, ambaye ndiye alikuwa kipa bora pia wa hayo mashindano. Beki alikuwepo Jose Nasaz wa Uruguay, ambaye Jose Nasaz alikuwa ndio mchezaji bora kabisa wa mashindano hayo, pia alikuwa ni kapteni wa timu ya taifa ya Uruguay. Beki mwingine alikuwa anaitwa Milutin Ivkovic, ambaye yeye ametoka Yugoslavia, ambaye alifanya kazi nzuri kabisa mpaka naye kuingia katika kikosi hicho kama beki. Pia midfield walikuwa wengi kidogo, ambao midfield mmoja alikuwa anaitwa Alvaro Gestido, ambaye yeye alitoka Uruguay, alifanya kazi sambamba na Jose Leandro Andrade, ambaye huyu alipata tuzo ya kushinda tuzo ya Silver Bronzo. Huyu aliyeshinda Bronzo Ball anaitwa Jose Leandro Andrade. Pia kukawa kuna mchezaji mwingine kiungo kutoka Argentina akijulikana kama Luis Monti, ambaye pia alikipiga vizuri katika eneo la midfield. Na washambuliaji walikuwepo Pedro Sea kutoka Uruguay, ambaye huyu alipata pia tuzo ya mashindano hayo kwa kuwa alifanya kazi nzuri kabisa na kuingia kwenye kinyang'anyiro cha Dream Team, pia akapata nafasi humo. Mchezaji mwingine alikuwa anaitwa Hector Castro pia kutoka Uruguay, ambaye alifanana na mwenzie anaitwa Hector Scanon, ambaye wote wanatoka Uruguay. Hawa walikuwa ni mastrika watatu. Kumbuka Uruguay ilikuwa na mastrika watatu, ambapo kulikuwa kuna Pedro Sea, Hector Castro na Hector Scaron, ambao wote waliingia kwenye Dream Team. Bila kumsahau mfungaji bora wa mashindano hayo Guillermo Stabile kutoka Argentina, pia alikuwepo katika kikosi hicho. Na nafasi ya 11, mchezaji wa 11 alikuwa pia mshambuliaji ambaye yeye alikuwa anaitwa Betty Patenaudi, ambaye alitoka Marekani. Huyu alifanya kazi nzuri kabisa na hivyo kuingia kwenye kikosi hicho cha Dream Team cha wachezaji 11 wa kombe la dunia wa mwaka huo wa 1930 uliofanyika nchini Uruguay. Baada ya mashindano hayo kuisha, FIFA iliamua kutoa ranking zake za mara ya kwanza kabisa mwaka 1930. Ranking zake zilikuwa kama hivi ifuatavyo. Nambari 1 kabisa ilishikiliwa na Uruguay, ambao ndio walikuwa mabingwa wa kombe la dunia. Nafasi ya pili ilishikiliwa na Argentina, ambao pia ndio walikuwa washindi wa pili wa fainali hizo. Nafasi ya 3 ilienda kwa Marekani na nafasi ya 4 ilienda kwa Yugoslavia. Hivyo wengine wote ambao hawakuingia katika stage ya pili baada ya kutoka katika ile raundi ya kwanza waligawana nafasi zilizokuwa zikiendelea huko mpaka nafasi ya 13. Baada ya mashindano hayo kupita, miaka mingi kuendelea, maisha yakaendelea na vizazi vya soka na kombe la dunia likaendelea. Lakini kuna kitu kimoja tu cha maisha ambayo binadamu maisha yake yana kipindi yanafika yanakuwa mwisho. Hivyo basi, baadhi ya wachezaji waliofanya vizuri katika mashindano yale walifanikiwa tena kuja kupoteza maisha na kuaga kabisa katika ulimwengu huu, hivyo kutuachia kumbukumbu tosha. Mmoja kati ya wachezaji hao na miongoni mwao waliofanya vizuri kabisa katika mashindano hayo alikuwa anaitwa Ernesto Marquesolon wa Uruguay, ambaye yeye alifariki dunia Julai 3 mwaka 1984 akiwa na miaka 76. Kama kwamba haitoshi, Emiliano Recoba ambaye yeye alifariki dunia mwaka 1992 tarehe 12 Septemba akiwa na miaka 87. Ila hakucheza mechi hata moja ya timu yake ya Uruguay, ila yeye alikuwa benchi na alikuwa nafasi ya ulinzi. Alifariki dunia. Pia kana kwamba sio huyo tu,
Francisco Varallo ambaye Agosti 30 mwaka 2010 akiwa ana umri wa miaka 100 na baada ya miaka 80 kupita tangu fainali zipite alizozichezea Argentina akiwakilisha katika mashindano hayo, alifariki dunia. Francisco Varallo alifariki dunia tarehe 30 Agosti mwaka 2010 akiwa na miaka 100. Mwingine kabisa aliyefariki dunia alikuwa ndio mfungaji pekee wa historia wa kufunga goli katika kombe la dunia kwa mara ya kwanza kabisa katika dakika ya 19 akitumikia Ufaransa. Huyu alikuwa anaitwa Lucien Laurent. Huyu Lucien Laurent alifanikiwa kushuhudia nchi yake ya Ufaransa mwaka 1998 ikitwaa kombe la dunia ilivyokuwa imeandaa yenyewe katika nchini kwake, lakini mfungaji huyu alifanikiwa yeye kupoteza maisha yake mwaka 2005 akiwa na miaka 97. Hao ndio wachezaji ambao kumbukumbu na vyombo vya habari vimeweza kuripoti kama wamepoteza maisha, ambao walikuwepo katika kikosi cha kombe la dunia na fainali za kombe la dunia za mwaka 1930. Mpaka hivi sasa hatujapata taarifa za wachezaji wengine walioaga dunia ambao waliparticipate katika mashindano hayo. Niseme asante sana kwa kuwa pamoja, asante sana kwa kuweza kujumuika kupata historia ya kwanza kabisa ya kombe la dunia iliyofanyika Uruguay mwaka 1930. Tunajua mambo mengi mbalimbali ya kimichezo na mambo mbalimbali yanayotokea katika duniani hapa, huwa tunapenda kupashana habari. Tunaomba tupate kuwa pamoja, tunaomba upate kusubscribe na uweze kufuatilia kila siku kitu gani ambacho tunaweza kukuletea hapo, ambacho cha kihistoria, cha kusikitisha, cha kutisha, cha maajabu na mambo mbalimbali. Hii ni Best TV. Mimi ni Superman Van Blado na kuhakikishia mambo mazuri yanaendelea kuwepo. Usisahau kusubscribe na kulike na kutoa comment ya hapo mbele kwa ushauri na mambo mbalimbali mengine. Au sio? Mpaka wakati mwingine. Adios amigo.